Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2024, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano, kwa moyo mkunjufu kabisa. Ni kualike kunako urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani wako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu atetea trilioni 16 bajeti ya maendeleo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Samia Majaliwa wahimiza amani, Mdeme ana mringi wagusa uteuzi wa rais. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika gereza la Kekoda kuhamishwa. Habari katika ukurasa wa 8. Serikali yapokea tena maoni kitita kipya NHIF. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika mama aliyeua mwanawe kwa sumu afariki dunia. Habari katika ukurasa wa 8. Watu 9 wafa Noa ikizama mtoni. Habari katika ukurasa wa 8. Magereza mfungwa aliyebaka alibakiza mwezi jela. Habari katika ukurasa wa 8. Lakini pia gazeti hili limeandika TAMISEMI yahadharisha maandalizi uchaguzi mitaa. Habari katika ukurasa wa 4. Kijana aliyekufa mtoni Marekani kuzikwa Chanika. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako liweze kusoma kwa undani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kuzaliana tishio la ukuaji uchumi. Takwimu zaonesha yakifanyika maboresho uchumi waweza kupaa. Idadi ya wanaoishi katika lindi la umaskini yaongezeka. Benki ya Dunia yatoa ushauri. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili likiwa na nukuu ya mkurugenzi makazi Benki ya Dunia Nathan Balete ikisema serikali inahitaji kuendelea kuboresha afua za maisha ya watoto pamoja na kupunguza viwango vya udumavu ili kuwapa wazazi imani ya kuzaa watoto wachache. Habari kwa urefu zaidi ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Milioni 17.3 idadi ya watu wanaoishi katika umasikini nchini Tanzania hadi kufikia Disemba 2023, licha ya uchumi kuendelea kupaa, kwa mujibu wa taarifa ya Benki ya Dunia ambayo imetaja pia sababu za umasikini huo. Gazeti hili limeandika Shigela Mtaka watajwa panga pangua CCM. Habari katika ukurasa wa 5. Mnyukano wa Mbowe walioshika nyumba yake mahakamani. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Dr. Buriani atua Tanga na vipaumbele 8. Habari katika ukurasa wa 11. Serikali ya kuakisiki kesi ya uendeshaji bandari ya Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele, lenyewe likiandika tuanze mfungo wa Ramadhani. Habari hii ikipambwa na habari picha ikionyesha waumini wa dini ya Kiislamu wakiswali swala ya adhuhuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ulioanza jana kwenye msikiti wa Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana uliopo jijini Mwanza jana. Waumini hao wameungana na wenzao duniani kote katika mfungo huo ambao ni moja ya nguzo 5 za dini hiyo. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mwendo wa Rais Samia, kalamu tu si kufoka, aungwa mkono kwa panga pangua, wasema yanayojiri mikutano ya Makonda, kipimo kwa wateule wa rais kujitathmini kama wanatosha. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Waziri Mahagama akabidhi magari programu ya AFDP. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika wadau mfuko NHIF kamati meza moja. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Muhimbili yazidi kuandika rekodi huduma za kibingwa. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika aliyeua mtoto wake kwa sumu na yafariki dunia. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Japan yaishauri Tanzania kufanya maboresho katika uchumi. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Kagame akubali kukutana na Tshisekedi kuhusu mzozo wa mashariki mwa DRC. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika simba weupe na tembo wakimbizi Ruvuma walivyochochea sekta ya utalii. Habari katika ukurasa wa 13. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku.
Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwigulu achambua bajeti ya trilioni 49.3 ile ya mwelekeo itakayotumika katika mwaka wa fedha 2024-2025. Aonya wanaopotosha uhalisia wake, asema fedha zitakazotengwa kwa maendeleo ni shilingi trilioni 16 ikilinganishwa na shilingi bilioni 200 za ujenzi wa viwanja. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Rais Dr. Samia azidi kupanga watendaji, amteua Anna Mringi Macha kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Mdeme awa katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dr. Jafo aeleza faida miradi ya mazingira. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. JKCI kugwa milioni 500 ujio wa madaktari bingwa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rais Samia mgeni rasmi kongamano la wanawake. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Wafanyabiashara watia agizo la Rais Dr. Mwinyi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. 9 wafariki gari likisombwa mtoni. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako liweze kusoma kwa undani zaidi. Tutitazame sasa gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenyewe limeandika Samia tuiombe nchi amani, umoja, upendo. Habari katika ukurasa wa 4. Ateua na kuhamisha viongozi. Habari katika ukurasa wa pili. Mitambo mikubwa miwili ya wasili bandari ya Mtwara. Habari katika ukurasa wa pili. Shirikizo la magenge ya uhalifu la muondoa waziri mkuu Haiti. Habari katika ukurasa wa pili. Benki ya Dunia yaridhishwa na utekelezaji wa programu ya Boost. Habari katika ukurasa wa 3. Uwanja wa Arusha wapewa jina la Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni upasuaji okoa mtoto asiyemeza chakula miaka 6. Habari katika ukurasa wa pili. Mtaalamu wa hisabati afukwa mzizi wa kufeli kusikoisha. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Nyumba ya wakili yabomolewa kutoa haki ardhi ya mjane. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika mama aliyeua wanawe wawili kwa soda yenye sumu naye afa kwa sumu. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Miaka 3 ya Samia aenda na staili ya vitendo kuliko maneno mengi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Waandishi waache nyumba ya Mbowe wabaki na milioni 62. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele michezo limeandika nyota Man United fiti kuikabili Liverpool. Habari katika ukurasa wa 22. Lakini pia gazeti hili limeandika Mandonga aja na jiwe la moto. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Ninalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni TPA yatekeleza agizo la Samia yaiwezesha bandari ya Mtwara vifaa na mitambo ya kisasa itakayoongeza ufanisi kazi ya kushusha na kupakia shehena. Mushi asema mitambo itasaidia kuongeza utendaji kazi kwa kiwango kikubwa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika kamati ya bunge yaitaka TANROADS kusimamia barabara Noranga Itigi ikamilike kwa wakati. Habari katika ukurasa wa 3. Mbeto aweka wazi CCM kutoa kipaumbele kwa viongozi bora. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Mwigulu Rais Samia amedhamiria kuona Watanzania wanashikilia uchumi wenyewe. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa mbele. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni haya sasa. Simba tuliwataka Petro lakini Al Ahli hawatutishi. Yanga Mamelodi kitu gani? Hatuogopi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Draw iliyofanyika hapo jana ilizipanga Simba dhidi ya Al Ahli, Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns CAF Champions League hatua ya robo finali. Mchezo kati ya Al Ahli na Simba utapigwa kati ya Machi 29 hadi Machi 30 uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati mchezo kati ya Yanga na Mamelodi nao ukipigwa kati ya Machi 29 na 31 mwaka huu 2024. Lakini pia gazeti hili limeandika UEFA leo ni Atletico vs Inter Milan. Mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku Metropolitano
Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti, kata kiwa michezo na burudani. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Simba Yanga za watisha Al Ahly Mamelodi. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili kiandika klabu za Simba na Yanga zimesema zina matumaini ya kusonga mbele hatua ya nusu fainali ligi ya mabingwa Afrika, pamoja na kupangwa kukutana na vigogo wa soka Afrika Al Ahly ya Misri na Mamelodi katika draw iliyopangwa jana Cairo, Misri. Undani wa taarifa hiyo utaupata pale ambapo ukipata gazeti lako Habari Leo. Uwanja wa AFCON Arusha kupewa jina la Rais Samia, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Maxime agubani muziki wa Yanga. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Nape ampatano Bela, habari katika ukurasa wa 21. Ten Hag angalia kutikavu United, habari ni katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Lakini pia ninalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii, katika ukurasa wake nyuma lenyewe limeandika Simba na Al Ahly CAF, Yanga kwa Mamelodi. Makocha wasema acheni waje, tunawafahamu vizuri, wataja mikakati ya ushindi, habari katika ukurasa wa 23. Azam FC yaipeleka Yanga kwa Mkapa, habari katika ukurasa wa 23. Mourinho afichua kurudia ukocha, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.